Ahlan wa sahalan wa marhaba mtazamaji popote pale ulipo, ni mimi Fred Ogweno nikiwakaribisheni tena katika kipindi cha The People's Bench. Leo hii napata fursa hadimu na tunuku kubwa sana kuweza kusemezana naye mmojawapo ya wanaharakati wa kongwe tena wakuu zaidi hapa nchini walobobea katika mambo ya wanaharakati na kutetea maslahi ya wananchi, akiwa ni Mr. Suba Churchill ama Bwana Suba Churchill. Ameona mengi, alikuwa katika harakati za kupigania katiba mpya nchini Kenya. Leo hii tuwazungumza naye kuhusu mambo ama masuala tu ambayo yametokea katika siku za hivi karibuni, ambapo tumeona wanaharakati kutoka nchini Kenya wakifurushwa na usimamizi ama serikali ya Tanzania hadi wakarudishwa humu nchini. Je, ni yapi ambayo yaliendelea? Tuko hapa kutegua kitendawili hiki naye Mr. Suba Churchill. Ujambo Bwana Suba? Asante sana. Karibu sana katika The People's Bench. Asante sana. Naam. Uhali gani? Niko salama. Tumeweza vumilia baridi kiasi hapa jijini Nairobi, na kutazama jinsi wanasiasa wanavyoendesha mambo yao. Tumeona kuona hali ya hewa ikipanda juu. Mabishano baina ya upande wa serikali hapa nchini Kenya na wale ambao kwa jumla tunaita upinzani, wakibishana kuhusu nani atakuwa na ubabe itakapofika uchaguzi wa mwaka 2027. Asante. Kwa minajili ya watazamaji wetu kutoka taifa la Kenya na pia katika eneo zima la Afrika Mashariki, tumeona kumekuwa na hali ya sintofahamu, kumekuwa na vuta ni kuvute, kumekuwa na mambo kadha wa kadha katika majuma machache yaliyopita. Iweje serikali ya Tanzania kuwafanyia namna walivyowafanyia wanaharakati kutoka nchini Kenya? Ndio. Ni jambo la kushikitisha kwamba serikali ya Tanzania wiki moja iliyopita iliweza kuzuia wanaharakati, wengine wao wakiwa viongozi wa kisiasa, wakiwemo Martha Karua ambaye amekuwa waziri katika serikali ya Kibaki, na pia ni kigogo kivyake katika siasa ya Kenya. Mmoja wao pia akiwa aliyekuwa jaji mkuu wa taifa hili, Daktari Willy Mutunga, na wanaharakati ambao lengo lao la kuenda Tanzania ilikuwa ni kuonyesha umoja na kiongozi wa chama cha upinzani kule nchini Tanzania, ambaye amekuwa korokoroni kwa sababu na anakabiliwa na mashtaka ya uhaini kwa sababu alisema kwamba kwa sababu nchi ya Tanzania ilianzisha mfumo wa kubadilisha katiba yake, na mfumo huo ikatatizwa na viongozi wa hapo awali. Alisema kwamba chama chake kikiwa ni chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, haitashiriki katika uchaguzi ikiwa nchi hiyo na viongozi wake hawatawezesha wananchi kuunda katiba mpya na kuhakikisha kwamba hali ambayo watashiriki katika uchaguzi ni hali ambayo inampa kila mshiriki nafasi iliyo sawa. Kwa hivyo amekabiliwa na hayo mashtaka, na kwa sababu Kenya hivi majuzi imekuwa na vuta ni kuvute, mafurugano, maandamano ya vijana wakiongozwa na vijana mwaka uliopita, na kuvamia jengo la bunge na kufurusha wabunge ambao baada ya kupitisha ule mswada wa fedha wa 2024. Nafikiri hiyo ndiyo ilichangia pakubwa kwa kutia viongozi wa Tanzania hofu kwamba kwa sababu walikuwa ni kama walikuwa wamejua historia ya wale ambao walikuwa naenda kule, labda walikuwa wamekuwa wakifuatilia mawasiliano baina yao wakereketwa kabla wa kuenda, na wale ambao walikuwa na wasiliana nao kule. Ni kama uongozi wa Tanzania ulitiwa wasiwasi na wakamua kwamba hawataruhusu viongozi kuingia kule. Asante. Lakini pia tunashukuru kwamba
aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ambaye sio mtetezi, ambaye nafikiri profile yake inaeleweka. Ni mtu alikuwa amekuwa jaji tangu utotoni mwake, akapata nafasi, akapanda ngazi mpaka kuwa jaji mkuu. Aliruhusiwa na akaweza kuwasiliana na kuzungumza na kiongozi wa upinzani kule Tanzania. Kwa hivyo kwa ujumla, mimi kama mtetezi wa haki za kibinadamu ningetaka kukemea yale yaliyotendewa haswa Boniface Mwangi na ule mtetezi wa kike kutoka nchini Uganda, na baadaye wakafurushwa katika kwa njia ambayo haistahili, kwa njia ambayo ilikiuka haki zao za kimsingi, na kukiuka maktaba ambayo nchi kama Tanzania pamoja na Kenya wameweza kutia sahihi na kusema kwamba Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania wakiwa waanzilishi, itakuwa ni nafasi na mahali huru kwa wananchi kutembea. Asante. Na unakumbuka kwamba pasipoti za Kenya sasa siku hizi haijaandikwa Republic of Kenya, imeandikwa ni pasipoti ya Afrika Mashariki. Yeta hawa wenzetu walizuiliwa kuingia, na wawili ambao walikuwa wameingia kutoka Kenya na Uganda pia wakashikwa katika hoteli yao kule mjini Dar es Salaam. Asante sana. Kwa kiduchu tu ama kwa kifupi tu, wakati haya ya kijiri tuliona kwamba Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu alijitokeza na kufoka akisema kwamba katu hata kubali mambo ambayo yalitendeka Kenya, huku akirejelea kwamba wanaharakati hawa waliisha haribu nchi yao na hata wakubalia kwamba waende tena waharibu Tanzania. Je, wadhani kwamba ilikuwa ni uzalendo ama ni udikteta? Siwezi sema ni uzalendo, kwa sababu of course ukitazama jinsi alivyozungumza na jinsi mazungumzo hayo yameweza kutia roho wale wananchi wa Tanzania. Hata bunge la Tanzania imezungumza leo kwa vikali sana, wakisema kwamba wanaunga mkono rais wao. Kwa hivyo kwa upande mmoja unaweza sema ni uzalendo, lakini kwa upande mwingine unaweza sema ni nchi ambayo imeshikiliwa na hofu bado. Wanahofia kwamba ikiwa yale ambayo yalifanyika Kenya yanaweza yakatokea kule nchini Tanzania, basi huenda wengi wao wakafurushwa kutoka mamlakani, kwa sababu labda hawana hawajafikia ukomavu wa kidemokrasia ambayo sisi hapa tunafurahia. Kwa hivyo ni hofu, sidhani kama ni uzalendo. Ni hofu ambayo imechangia na mwishowe tukaona udikteta ikiingia, kwa sababu nchi ambayo inajiamini na iko na misingi na ina imani kwamba wananchi wao hawawezi kuwakapotoshwa na mtu yoyote, haswa kutoka nje, haiwezi ikafanya mambo jinsi serikali ya Tanzania ilivyofanya. Asante sana. Naona mwelekezi wangu ananieleza kwamba muda wetu unayoyoma, lakini kabla tumalize tu labda kwa kifupi sana, hebu tueleze kwamba taswira hii na picha hii ambayo imetoka katika inatokana na mambo haya yote, je, inaonyesha nini kuhusu uongozi mzima wa serikali ya Tanzania? Hii inaonyesha kwamba Tanzania imebadilika sana, kwa sababu nakumbuka kwamba karne zilizopita wananchi wa Kenya ambao walikuwa na changamoto hapa kwa kudhulumiwa kwa sababu ya utetesi wa haki za kibinadamu walikuwa nakimbilia Tanzania. Haya hayawezekani sasa, kwa sababu Tanzania imekuwa kama ni nchi ambayo inaongozwa na wanajeshi ama polisi. Kwa lugha ya kimombo tunaita police state, ambayo ukiingia tu nchini Tanzania mara moja ujumbe wako imefikishwa kwa taasisi tofauti, ni mtu wa kutazamwa kwa karibu, unayosema yanasikizwa kwa makini na kadhalika. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ingawa Kenya imeweza kupiga hatua katikati ya changamoto yetu pia kama taifa, nchi nyingi barani Afrika na wale ambao wamekuja pamoja kuunda
umoja wa mashirika ya mataifa barani East Africa bado wako nyuma sana kidemokrasia. Asante. Kuna swali moja ambalo naomba nikuulize Bwana Suba, na tena naomba unijibu tu kwa kifupi kwa sababu ya muda. Je, wadhani kwamba kulingana na haya yote ambayo tumetizama katika muda wa siku chache zilizopita, kuna tetesi kwamba hata huenda serikali ya Tanzania huenda haikupigia Kenya kura katika yale matarajio ama azma ya kiongozi wa ODM Raila Odinga ya kutaka kuwa mwenyekiti wa tume ya bara Afrika AU Commission? Ndiyo, mazungumzo haya yamesikika. Kuna wale ambao wamesema kwamba ingawa Tanzania ilikuwa pamoja na viongozi wengine wa Afrika Mashariki wakisema kwamba wataunga mkono Kenya katika majaribio ya kuongoza bara la Afrika, kuna uwezekano kwamba Tanzania inavyosemekana haikupigia Kenya kura kwa sababu Tanzania pia ni mwanachama wa SADC, South African Development Corporation, ambayo inaonekana ndio wako karibu sana na wao kuliko jinsi wanavyoshirikiana na mataifa mengine ambayo yako katika East African Community. Asante sana. Asante sana Bwana Suba Churchill. Wapo kina Yahe ambao pengine walidhani kwamba kuja mamlakani kwa kiongozi mama baada ya kuaga dunia kwa aliyekuwa rais Bwana John Pombe Magufuli, kwamba labda mambo yangebadilika, kwamba taswira na mambo namna yalivyo ya uongozi nchini Tanzania yangebadilika, lakini tunaona kwamba mambo yamezidi kuwa mabaya zaidi. Ndiyo, kwa sababu mimi sijashangaa kwamba Mama Suluhu amekuwa ameonekana kama ni kiongozi ambaye ni dikteta kama vile mwenzake marehemu Magufuli. Ni kwa sababu ya ile utaratibu ambao imewekwa katika nchi ile. Anaongoza chini ya katiba ile aliachiwa na Magufuli, anaongoza katika ile chama, na ile chama cha Tanzania ni chama ambacho kimekuepo tangu jadi, tangu Tanganyika pamoja na Zanzibar wapate uhuru kutoka kwa wabeberu. Kwa hivyo hali ya utawala na uongozi wa Tanzania hakuna vile ingebadilika tu kwa sababu ya jinsia ya kiongozi ambaye ako kwa sasa. Kwa hivyo yeye, nafikiri kama alivyosema Rais Moi hapa kwetu, anafuata nyayo za Magufuli ambaye pia alifuata nyayo ya viongozi wa hapo awali, lakini hawa wawili ambao tumeona hivi majuzi kuanzia Magufuli na Mama Suluhu ndio wameweza kupita kiwango cha udikteta ambayo imeweza kuonekana nchini Tanzania. Asante sana. Wadhani kwamba kuna uwezekano kwamba serikali ya Kenya ilishirikiana na serikali ya Tanzania katika kuwakandamiza na kukiuka haki ya wanaharakati hawa wa Kenya? Kwa kifupi tu. Kwa kifupi, nafikiri huenda ilishirikiana kwa sababu tumeweza kuona serikali zetu za sana Kenya, Tanzania na Uganda wakishirikiana hapo awali katika kugandamiza watetezi. Unakumbuka wakati kiongozi wa upinzani kule Uganda alishikwa Kizza Besigye, serikali ya Kenya ilikuja baadaye ikakubali kwamba walishirikiana. Kule Uganda pia walisema hawangevuka mpaka na Kizza Besigye bila serikali ya Kenya kujua. Baadaye tukaona mwanaharakati na mwandishi wa habari ambaye ameishi hapa Kenya kwa muda mrefu akishikwa na polisi wa hapa, na baada ya Wakenya watetezi kupiga kelele ndiye akaachiliwa. Na hiyo ilikuwa inafanyika kwa sababu ya ushirikiano. Huenda uongozi wa Tanzania ndio walikuwa wameshirikiana na Kenya. Kwa hivyo tukitazama hivi matokeo ya hivi majuzi pia, sababu tunafikiria kama watetezi kwamba serikali ya Kenya ilishirikiana ni jinsi wale wote ambao tunaweza sema ni watetezi wa haki walizuiliwa, ile hali aliyekuwa jaji mkuu hivi majuzi David Maraga aliruhusiwa. Na inamaanisha kwamba Kenya ilishirikiana na Tanzania na kuwaeleza historia ya kila moja wa wale ambao walikuwa wanajaribu kuingia Tanzania kuonyesha umoja na kiongozi wa upinzani kule
Tundu Lissu. Asante sana. Asante sana mtazamaji wangu wa The People's Bench kwa kupata fursa ya kutizama kipindi hiki. Amekuwa mwenyeji wangu ama mgeni wangu Mr. Suba Churchill ama Bwana Suba Churchill ukipenda, ambapo tumeangazia tu kwa mapana na marefu yale ambayo yametokea katika nchi ya Tanzania, ambapo tumeona wanaharakati wakifurushwa kule na kuambiwa kwamba ni sharti warudi makwao. Bila shaka hadi wakati mwingine tutakapopata fursa ya kuweza kuzungumzia masuala mengine ya kuhusu taifa la Kenya na hata mataifa ya Afrika Mashariki. Hadi wakati huo, bye bye. Asante sana. Na karibu sana. Asante sana. Yes. Thank you. Asante. Asante.